أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه وسلم. أما بعد، مستمعون الكرام، إخوان وزangu, ama baada kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzihitaji rehema na amani zake subhana zimfike mbora wa umma huu ambaye si mwingine bali ni bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye ametumwa kwetu kwa sifa nyingi sana alizopewa naye Allah tabaraka wa taala pale Mwenyezi Mungu aliposema warafa'na laka dhikraka. Ikhwani zangu, ama leo ni kwa mara nyingine tena tunaonana katika kipindi chetu hiki kinaitwa Ndoto Yangu Maisha Yangu. Usikubali kuitupa ndoto yako, usikubali kuiona ndoto yako si lolote si chochote. Kwa hakika utakuwa umepoteza kitu muhimu sana katika maisha yako. Sasa leo kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala tutaongelea baitu fil manami, yani mtu anapolala kisha akaota ya kwamba ameiona nyumba usingizini. Tunasema ya kwamba nianze na nukta hii ya kwanza ya ndoto ya kuota nyumba usingizini. Tunasema mtu nyumba ni sawa na mke. Yaani unapoota nyumba manake ni sawa na mke, lakini pia nyumba ni sawa na mke wa mtu, yani mke wa mtu alijistiri katika nyumba ya mumewe, nyumba ambayo mume hurejea akitoka kwenye mahangaiko yake na kumkuta mkewe na akapata pumziko lake kwa mke wake huyo. Hiyo ndiyo maana nyumba kwa fasiri yetu hii ya kwanza. Ama nukta ya pili ya ndoto ya kuota nyumba usingizini, tunasema nyumba inajulisha mwili wako, lakini pia nyumba inajulisha mfanyakazi, nyumba inajulisha mtoto. Kwa maana kwamba nyumba ikiwa ni safi basi na mwili wako ni msafi. Nyumba ikiwa ni chafu manake hata mwili wako pia ni mchafu. Ama nukta ya pili ya ndoto ya kuota nyumba usingizini, tunasema baitu fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa anavunja nyumba mpya unaivunja, basi ndoto hiyo inakujulisha ya kwamba utapatwa na matatizo na shida na shari mbalimbali. Ama nukta ya nne ya ndoto ya kuota nyumba usingizini, tunasema baitu fil manami, ya kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa anajenga nyumba, basi njozi hiyo inakujulisha ya kwamba utapata kheri nyingi. Hiyo ndio maana. Lakini pia nukta ya tano ya ndoto ya kuota nyumba usingizini, tunasema baitu fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa ukaota upo katika nyumba iliyojengwa mbali na nyumba nyingine isiyojulikana kuwa ni ya nani. Umeota upo katika nyumba hiyo imejitenga na nyumba nyinginezo, manake ni nyumba iko nje ya mji pengine mathalan, lakini pia ile nyumba haijulikani ni ya nani. Basi ndoto hiyo inakujulisha ya kwamba tunasema na nyumba ile watu wakawa wanaisema vibaya kwamba labda ni nyumba ya majini ile, nyumba ya mashetani ile na kadhalika. Basi ndoto hiyo inakujulisha ya kwamba hiyo ni shari ya kaburi lako. Ama nukta ya sita ya ndoto ya kuota nyumba usingizini, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa amefungiwa ndani ya nyumba kwa binyororo na milango ikatiwa makufuli, hali ya kuwa nyumba hiyo ipo katikati mwa nyumba nyinginezo. Basi ndoto hiyo inakujulisha ya kwamba unatarajiwa kupata kheri nyingi na afya iliyokuwa njema. Nukta ya saba ya ndoto ya kuota nyumba usingizini, tunasema baitu fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa kauona mlango wa nyumba, basi ndoto hiyo inakujulisha ya kwamba huyo ni mwanamke. Lakini pia nukta ya nane ya ndoto ya kuota nyumba usingizini,
Tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa anafunga milango ya nyumba, basi ndoto hiyo inakujulisha kwamba utaoa mwanamke. Ndiyo maana yake. Ama nukta ya 9 ya ndoto ya kuota nyumba usingizini, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa milango ya nyumba imefunguliwa, basi ndoto hiyo inakujulisha kwamba unabashiriwa kupata riziki nyingi. Nukta ya 10 ya ndoto ya kuota nyumba usingizini, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa mlango wa nyumba kaota mlango wa nyumba kisha akafungua kikomeo cha ule mlango wenyewe aliouota wale nyumba, basi ndoto hiyo inakujulisha kwamba umefunguliwa vifungo vya kichawi na umefunguliwa vifungo vya kisheitani. Na kama ndoto hiyo ulipoota ukaota mlango halafu ukaota kwamba unaukomea ule mlango wenyewe, basi ndoto hiyo inakujulisha ya kwamba umefungwa kichawi na umefungwa kwa minyororo ya kishetani pia. Mungu akulinde na akunusuru. Ama nukta ya 11 ya ndoto ya kuota nyumba usingizini, tunasema baitu fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa kaingia ndani ya nyumba na akaifunga milango yake, basi ndoto hiyo inakujulisha kwamba unajizuia kufanya maasi kwa Allah tabaraka wa taala. Ni kama ambavyo anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Yusuf aya ya 23, anasema wa khallaqatil abwab. Nukta ya 12 ya ndoto ya kuota nyumba usingizini, tunasema baitu fil manami, ya kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa nyumba yake ni ya dhahabu, basi ndoto hiyo inakujulisha ya kwamba nyumba hiyo itaungua kwa moto. Hiyo ndo maana yake. Ama nukta ya 13 ya ndoto ya kuota nyumba usingizini, tunasema baitu fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa anatoka katika nyumba iliyokuwa finyu sana, basi ndoto hiyo inakujulisha ya kwamba umetoka katika dhiki, umetoka katika shida, umetoka katika tabu. Hiyo ndiyo maana. Lakini pia nukta ya 14 ya ndoto ya kuota nyumba usingizini, tunasema baitu fil manami, ya kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa kaiona nyumba isiyokuwa na sakafu ya ndani na mionzi ya jua au mionzi ya mwezi inaingia ndani, basi ndoto hiyo inakujulisha ya kwamba huyo ni mwanamke ataolewa. Hiyo ndiyo maana yake. Lakini pia nukta ya 15 ya ndoto ya kuota nyumba usingizini, tunasema baitu fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota katika nyumba yake kuna nyumba nyinginewe. Yani upo ndani ya nyumba yako, lakini ile nyumba yako kuna nyumba nyinginewe, yani nyumba ndani ya nyumba, basi ndoto hiyo inakujulisha huyo ni mwanamke mwema. Mashallah, Mwenyezi Mungu akujalie kula kheri na umpate na mkeo awe ni mwema kweli. Lakini pia nukta ya 16 ya ndoto ya kuota nyumba usingizini, tunasema baitu fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa nyumba yake imerembwa. Ukaota nyumba yako imerembwa ikawa na nakshi nzuri, basi njozi hiyo inakujulisha ya kwamba huyo ni mwanamke msaliti. Huyo ni mwanamke msaliti, na Mwenyezi Mungu akulinde akuhifadhi, kwa sababu ni mtihani sana hiyo. Ama nukta ya 17 ya ndoto ya kuota nyumba usingizini, tunasema baitu fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota sakafu ya nyumba yake ni vumbi. Ile sakafu ya nyumba yako ni vumbi, manake hakuna cement, hakuna marmar, katika hali ya namna hiyo, basi njozi hiyo inakujulisha kwamba huyo ni mwanamume mwenye vitimbi, huyo ni mwanamume mjeuri, huyo ni mwanamume mdhulumati kwa mkewe, yani mwenye kumdhulumu mkewe, lakini pia ni mwenye tabia mbaya. Hiyo ndiyo maana ya ndoto hiyo ya kuota nyumba usingizini. Ama nukta ya 18 ya ndoto ya kuota nyumba usingizini, tunasema baitu fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota ndani ya nyumba kumenyunyizwa
ndani ya nyumba kumenyunyizwa maji kama kupunguza vile vumbi. Yani unaona nyumba ndani sakafu yake ikiwa haina simenti, ikiwa haina marmar, manake ni ardhi ya kidongo. Sasa mtu akaota ile ardhi ya kidongo kama imenyunyizwa maji kwa lengo edha ya kuondosha vumbi, basi njozi hiyo inakujulisha kwamba utapatwa na matatizo makubwa sana sana kutoka kwa mwanamke. Na ukubwa wa hayo matatizo ambao utakaweza kuyapata ni kulingana na ukubwa wa eneo lile lililokuwa limemwagiliziwa maji ili kuondoshea vumbi. Mwenyezi Mungu akulinde, Mwenyezi Mungu akunusuru, ni mitihani tena hiyo. Ama nukta ya 19 ya ndoto ya kuota nyumba usingizini, tunasema baitu fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa nyumba yake imekuwa pana sana, yani tofauti na inavyojulikana katika hali ya kawaida. Yani katika hali ya mchana nyumba yake ni ya kawaida tu, lakini anapokuwa usingizini anaiota nyumba yake imekuwa ni pana sana, basi njozi hiyo inakujulisha kheri nyingi zitapatikana katika nyumba hiyo, na utapata kheri hizo kutoka kwa mwanamke. Nyumba hiyo itapata kheri kubwa, lakini asili ya hiyo kheri itakayopatikana katika hiyo nyumba ni mwanamke. Edha utaoa mwanamke ndiye akawa awe ni mwenye baraka katika hiyo nyumba. Lakini nukta ya 20 ya ndoto ya kuota nyumba usingizini, tunasema baitu fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa anajenga nyumba kijijini kwao au katika mji wao, basi njozi hiyo inakujulisha kwamba utaoa na kupata mke katika mji huo, hali ya namna hiyo. Nukta ya 21 ya ndoto ya kuota nyumba usingizini, tunasema baitu fil manami, mtu anapolala kisha akaota kuwa anajenga nyumba katika kijiji kisichokuwa cha kwao, yani si kule katika kijiji chenu ulichozaliwa, bali umeenda kujenga nyumba katika kijiji cha wenginewe huko au katika mji mwingine, basi njozi hiyo inakujulisha kwamba utaoa mwanamke ambaye hukupata kumjua hapo kabla tabia yake, na wala hukupata kujua wasifu wake hapo kabla, lakini maana nyingine tutasema ajali yako itakukuta katika mji wa mbali na wewe na kwenu, tuseme mji wa mbali na kwenu. Nukta ya 22 ya ndoto ya kuota nyumba usingizini, tunasema baitu fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa anajenga nyumba sehemu ambayo sio rasmi, kama vile kujenga njiani, au ukaenda kujenga makaburini, au na mengineyo sehemu ambayo sio rasmi, basi njozi hiyo inakujulisha ya kwamba nyumba yako ni mapumziko ya wageni, tena wageni waliowema na wageni walio mafedhuli katika hali za namna hiyo. Ama nukta ya 23 ya ndoto ya kuota nyumba usingizini, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa anajenga nyumba kwenye majangwa, basi ndoto hiyo inamjulisha ya kwamba wewe ni mwalimu wa wajinga au unamuongoza mpumbafu. Yote hayo ni kwa kutaka malipo. Nukta ya 24 ya ndoto ya kuota nyumba usingizini, tunasema baitu fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa kaifanya nyumba kaiona nyumba inagiza. Kalala kaota kaona nyumba inagiza ndani mwake, au nyumba ipo ndani ya giza. Kuna nyumba inagiza ndani yake, au nyumba ipo kwenye giza, basi ndoto hiyo inakujulisha ya kwamba mkeo ana tabia mbaya, au pia ndoto hiyo inakujulisha mumeo ana tabia mbaya. Nukta ya 25 ya ndoto ya kuota nyumba usingizini, tunasema baitu fil manami, mtu anapolala kisha akaota kuwa kaiona nyumba ndani mwake kuna nuru. Akaota kaiona nyumba na ndani mwa hiyo nyumba kuna nuru, au nje ya hiyo nyumba imeangaziwa na nuru, basi ndoto hiyo inakujulisha ya kwamba huyo ni mkeo ana tabia njema, lakini pia inaweza kukujulisha mumeo ana tabia njema. Nukta ya 26
ya ndoto ya kuota nyumba usingizini, tunasema baitu fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa nyumba yake imekuwa pana sana kuliko hali ya kawaida kwa namna anavyojua, basi ndoto hiyo inakujulisha huko ni kutanuka kwa riziki yako na dunia yako, na utapata kheri nyingi kutoka kwa mwanamke. Insha Allah biidhnillahi tabaraka wa taala. Ikhwani zangu, leo nitaishia katika nukta hii ya kwanza ya ndoto ya kuota nyumba usingizini, na siku nyingine tena nitakuja kuelezeni nukta nyingine ya ndoto ya kuota nyumba usingizini, na hiyo nyingine nitakuja kuelezeni mabadiliko sasa. Ni mabadiliko gani yanopatikana kwa ya ndoto ya kuota nyumba. Manake nyumba ikiwa na mabadiliko, mfano nyumba umegeuza kuwa gesti, nyumba umegeuza kuwa ndio duka, nyumba umegeuza kuwa ndio makaburi, katika hali ya namna hiyo nitakuja kueleza hapa kwa idhini yake tabaraka wa taala. Inshallah nikutakieni kila kheri, tuonane kwa muda mwingine. Niseme wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.